Mtazamaji, wanasema jahazi chombo kikuu hakistahimili kubisha. Jahazi chombo kikuu hakistahimili kubisha. Asalamu alaikum mtazamaji, hujambo popote pale ulipo. Shukrani za dhati kwa kuamka nasi asubuhi hii leo. Hii ni Kuzacha, nikiwa na imani mahali popote pale ulipo ubuheri wa afya. Watu hapa studio wanasema kijibaridi kimezidi. Baridi hii sio baridi tena. Anajiuliza, je, Julai imehama ikaja Aprili ama bado tuangoja Julai hivi? Yani hali ilivyo hivi tena basi bado kuna Julai. Naam, shukrani kwa kuamua kuamka nasi. Langu jina ni Kamchemeza, niruhusu nikujuze mawili matatu alafu kisha nitakuwa ni mwenye kupisha usukani mzima kwa wenzangu wanakuzacha. Moja kwa moja ni kwamba Wizara ya Elimu imekanusha madai kwamba shule ya upili ya wasichana ya Butere ilizuiwa kuwasilisha tamthilia yao kwa jina Echoes of War wakati wa tamasha ya kitaifa ya michezo ya kuigiza na filamu iliyoandaliwa katika kaunti ya Nakuru. Waziri wa Elimu Julius Ogamba amesema wanafunzi hao walikataa kushiriki kwenye tamasha hiyo bila kuwepo kwa aliyekuwa seneta wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala ambaye alidaiwa kuwa mwelekezi wa tamthilia hiyo. Hii hapa mtazamaji taarifa ndio kwa nimekuandalia ambayo inatueleza sintofahamu hiyo katika shule ya upili ya wavulana ya Kiboron iliyoibua mdahalo humu nchini, huku serikali ikiwashtumu baadhi ya wanasiasa kwa kuingilia tamasha hiyo katika juhudi za kusukuma ajenda zao za kibinafsi. Tamasha iliyonuia kuonyesha talanta zinazosheheni katika shule za humu nchini limegeuka kuwa suala tata la kisiasa. Kiini cha mdahalo huo ni mchezo wa kuigiza ambao safari yake kufika jukwani katika kaunti ya Nakuru imekumbwa na sarakasi sihaba. Wizara ya Elimu inasema wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere walikuwa na idhini ya kuwasilisha tamthilia yao iliyosubiriwa kwa hamu na ghamu kwa jina Echoes of War baada ya mahakama kuingilia kati. Hata hivyo, inadaiwa wanafunzi hao waliamua kutofika jukwani wakidai kuhujumiwa, huku wakitaka aliyekuwa seneta wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala ambaye alidaiwa kuwa mwelekezi wa tamthilia hiyo kuwa ukumbini. Basi labda tungekuwa na hali ya kuongea mapema, wala sio kuja kudhulumu watoto katika hali ambayo tumeiona tangia jana. Tumewaamsha mapema ajabu kuwaleta kwenye jukwaa eti bila hadhira. Sasa je, fasihi ama sanaa bila hadhira, hivyo ni kusema nini? We have a body that is dealing with the issues of drama. If the adjudicators, the esteemed adjudicators had allowed this particular team to be watched, to perform at the halls, why is it now that the government is taking these kind of chances? Should we prepare students to come to the festival? Then we are denied entry. Freedom of expression, freedom of thought, freedom of conscience. These are fundamental freedoms guaranteed by our constitution. Hata hivyo wabunge wamemsuta vikali Malala. Niliangalia ule mchezo, Mheshimiwa Spika, ulikuwa umeingia siasa, ulikuwa una nia tofauti na wale watoto wako innocent, watoto hawaelewi. What we are seeing in Echoes of War, directed by former senator of Kakamega, is just using our children to do political contest, Mr. Speaker. As we are speaking to the Speaker, Honorable Malala should actually be charged. It should be, in fact, even if you write a script and it's admitted in school, the process of directing that script, Honorable Speaker, should be left to the person who's gone to school, a teacher with a TSC number, to direct the script that has been written, not a person with political intent. Kwenye taarifa, Wizara ya Elimu inataja kanuni za sheria za tamasha ya kitaifa ya michezo ya kuigiza na filamu ambazo hazimruhusu mtu asiyekuwa mwalimu kuwa mwelekezi wa tamthilia inayowasilishwa kwenye tamasha hiyo na shule. Malala alizuiliwa kufika ukumbini na hata akatiwa nguvuni. This is my 82nd play that I'm scripting since I started this profession, and I want to assure Kenyans that I'll continue scripting and we cannot stop exposing the rot of this society using arts. Alhamisi asubuhi, washiriki wa tamasha hiyo walisusia shughuli hizo, huku maafisa wa polisi wakiwazuia wanahabari kuingia mahali hapo. Serikali na washtumu wanasiasa kwa kutumia taasisi za elimu na wanafunzi kuendeleza ajenda zao za kisiasa, wakitaja uandishi wa tamthilia ambao wanasema unatumiwa kuwachochea vijana dhidi ya serikali. Na mtazamaji,
Utafahamu kwamba mengi yalishuhudiwa wakati wa hafla hiyo ya michezo, lakini waziri wa usalama Murkomen ameomba msamaha kwa jambo lolote ambalo huenda likawa limetokeza kuwakwaza watoto wa Kenya na pia wanahabari. Tupate taarifa hiyo. Sisi kama idara, kazi yetu ni kulinda haki za binadamu wote, ikiwa pamoja na wanafunzi wetu wakiwa na huru ya kujieleza na huru ya masomo na huru ya kusomeshwa kama wanafunzi. It's not our intention that we throw tear gas on our journalists. It's our intention to make sure that the journalists operate in an environment of freedom and our students operate in an environment where there is freedom. Na baadhi ya wafanyikazi wa umma katika sekta ya usalama wa taifa wamekashifiwa kutokana na mienendo yao potovu ambayo inaipa serikali picha mbaya machoni pa umma. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Taifa Raymond Omolo alisema ni jambo la kusikitisha kuona jinsi baadhi ya maafisa wa serikali wanavyoonyesha mienendo isiyofaa hadharani, na hivyo ipo haja ya mabadiliko ili kurejesha hadhi ya maafisa wa usalama serikalini humu nchini. Omolo aliyasema hayo wakati wa ufunguzi wa mkutano wa kila mwaka wa maafisa wa usalama wa serikali kutoka kote nchini ambao unaandaliwa katika hoteli moja eneo la Chumbi, kaunti ya Machakos. I want to look up to this association and its membership to help us bring some semblance of order in how we manage our affairs. And I think we have a responsibility to start in-house with us. Can we tell the tree that lives up to its... Naye waziri wa afya Aden Duale amesema serikali imejitolea kuhakikisha uajiri wa madaktari wanagenzi kote nchini kufikia Julai mosi mwaka huu, katika hatua inayolenga kutimiza mojawapo ya matakwa yaliyoibuliwa na madaktari. Akizungumza jijini Nairobi wakati wa mkutano wa wasimamizi wa chama cha wahudumu wa afya, wanafamasia na madaktari wa meno KMPDU, Duale alisema chini ya uongozi wake Wizara ya Afya itapatia kipaumbele maafikiano na wadau wote ili kuhakikisha utekelezaji bora wa mpango wa utoaji huduma za afya kwa wote. Mbali na hayo, waziri ameapa kushughulikia utekelezaji kamilifu wa mkataba wa makubaliano mwaka 2017 kutatua migomo ya kila mara kwa kuboresha ustawi wa wahudumu wa afya na kulipa mishahara ya madaktari kufikia mwisho wa mwezi huu. The posting of the internships will be done on 1st of July. You have that commitment. Only a sticking issue that I need to go and consult, and this is a matter of the national government, the National Treasury, the Cabinet, is a matter of the 206,000 shillings, where government has offered 70,000. As a union, we take this and we'll be having conversation with our members. We'll have conversation in this annual delegate conference, and we hope that these things will be implemented by July as been discussed. Watazamaji, tusalie kwenye muktadha huo wa afya, ambapo Wizara ya Afya imewahakikishia Wakenya kwamba imejitolea kudhibiti msambao wa virusi vya ugonjwa wa Mpox baada ya kupokea shehena ya dozi 10,700 za chanjo ya maradhi hayo aina ya MVA-BN kutoka kwa washirika wa kimaendeleo. Tangu kutangazwa kwa chamko la ugonjwa huo mnamo tarehe 31 mwezi Julai mwaka jana, jumla ya visa 67 vya maradhi ya Mpox vimethibitishwa, huku mtu mmoja akiripotiwa kufariki kufikia sasa katika magatuzi 13. Leo asubuhi katika uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta, katibu katika idara ya afya umma Mary Muthoni aliongoza maafisa kutoka Wizara ya Afya kupokea shehena ya chanjo ya Mpox iliyopeanwa na washirika wa kimaendeleo. With this allocation, Kenya joins other countries such as Democratic Republic of Congo and Rwanda that have already started Mpox vaccinations. Our hope is that this is the first shipment of more to come, and CDC pledges our support to continue to stand with the Ministry of Health as they prevent, detect and respond to all infectious disease threats.
Akihutubia wanahabari, Katibu Muthoni alisema chanjo hiyo itasaidia kupunguza ongezeko la maambukizi ya virusi hivyo nchini. We are receiving today has shown efficacy of up to 82% in reducing disease severity, transmission and mortality, particularly among the vulnerable population. Mpox is zoonotic, and I urge to all of us to adopt the One Health approach, and that calls for a close collaboration between the veterinary department, environmental health department and the health sectors. Chanjo hiyo ambayo inakadiriwa kuwa na ubora 82% itapeanwa kwa dozi 2 katika muda wa majuma 4 miongoni mwa watu walio kwenye hatari zaidi ya maambukizi. Tangu kutangazwa kwa chamko la ugonjwa huo, jumla visa 67 vimethibitishwa katika magatuzi 13 yakiwemo Busia, Mombasa, Nakuru, Bungoma, Makueni, Nairobi, Kajiado, Taita Taveta, Kericho, Kilifi, Kiambu, Uasin Gishu na Migori. Dalili za Mpox zinajumuisha upele wa ngozi, homa, koo, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, maumivu ya mgongo, uchovu na kuvimba kwa viungo vya mwili. Hata hivyo, Wakenya wamehimizwa kudumisha usafi na kuripoti visa vinavyoshukiwa kuwa vya ugonjwa huo. Mbali na hayo ni kwamba msaidizi wa Raila marehemu Odinga George Oduor ametajwa kuwa mtumishi mwaminifu wa chama cha ODM, kinara wa chama na taifa kwa jumla. Wakizungumza wakati wa ibada ya ukumbusho katika kanisa la House of Grace jijini Nairobi, viongozi wakiwemo waziri wa Kawi Opiyo Wandayi na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna miongoni mwa wengine walisema chama hicho kimempoteza mwanachama mwaminifu. Kupitia taarifa iliyosomwa na naibu inspekta jenerali wa polisi Philip Otieno, inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja alisema taifa limempoteza afisa mwenye ujuzi wa hali ya juu na wa ulinzi wa watu mashuhuri. Oduor atazikwa Jumamosi hii nyumbani kwake katika kaunti ya Siaya. George's life is a testament to resilience, a testament to determination, and a testament to what you can call loyalty. On one fine morning, you are in an African capital, saying hi to diplomats, greeting presidents, a very calm place. The next day, you have to get Baba into Kamkunji grounds, where there's thousands of enthusiastic supporters whose love for Mzee is itself a security risk. But we had a gentleman in George who in all those circumstances remained professional. These accolades are a testament to his capability, preparedness, and contribution to the security and welfare of his assigned role and our nation at large. His life and struggles became our life and struggles, just like ours became his. He became everyone's protector in the family and a rock around Baba. Na mkewe waziri mwenye mamlaka makuu Tessie Musalia ameikabidhi serikali ya kaunti ya Nyeri kisima kipya kilichochimbwa katika bewa kuu la chuo cha mafunzo ya polisi wa kitaifa huko Kiganjo. Kisima hicho kilichozinduliwa mwezi Februari mwaka huu ni sehemu ya mpango mpana unaoongozwa na kudhaminiwa na wakfu wa ushiriki wema wa Bi Tessie ambao unajitahidi kuboresha maslahi ya maafisa wa polisi kupitia miradi ya maji katika vyuo mbalimbali vya mafunzo ya polisi kote nchini. Wakati wa uzinduzi wa kisima katika bewa kuu la chuo cha mafunzo ya polisi wa kitaifa, Bi Tessie Musalia pia alizindua kituo kipya cha kuhifadhi maji na mfumo wa kuyasambaza chuoni humo. Mradi huo alisema ni sehemu ya mpango mpana wa kutekeleza miradi sawia katika mabewa mengine ya mafunzo ya polisi nchini, yakiwemo chuo cha mafunzo ya polisi cha Embakasi bewa la A, lile la Embakasi B la maafisa wa polisi wa GSU na kambi ya polisi ya Drive-In, pamoja na chuo cha utawala jijini Nairobi katika juhudi za kuimarisha maslahi ya maafisa wa polisi. We are inaugurating our collective responsibility to ensure our officers work and live in an environment that respects their humanity, safeguards their health, and upholds their dignity.
Kamanda wa polisi wa chuo cha mafunzo ya polisi wa kitaifa cha Kiganjo Nyale Munga alielezea kuridhishwa kwake na mradi huo, akisisitiza kuwa itakuwa muhimu kupunguza utegemezi wa chuo hicho kwa wasambazaji wa maji kutoka nje, hatua ambayo huenda ukapunguza maradufu gharama ya maji chuoni humo. Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja, ambaye pia alizungumza katika hafla hiyo, aliwahimiza maafisa wa polisi kutunza vyema kituo hicho kipya cha maji, akisisitiza kwamba ni wajibu wa pamoja. As the Inspector General, the welfare of personnel is one of my key priorities. Hence, this project and the kind donation by Her Excellency will go a long way in ensuring that this premier college delivers on its mandate of training staff to the highest possible standards of competence and integrity. Mradi huo wa kisima ni hatua muhimu katika juhudi za kuboresha maisha na maslahi ya maafisa wa polisi, huku pia ikipiga jeki juhudi za serikali za kukuza uendelevu na usimamizi bora wa rasilimali kote nchini. Tukiachana na ya maji, tuangazie ya mazingira, ambapo kamati ya mazingira katika bunge la kitaifa imeelezea wasiwasi kwamba kiwango cha uharibifu wa misitu ya humu nchini ni cha juu mno na kinapiku juhudi za upanzi wa miti. Wabunge waliandaa kikao na katibu katika idara ya misitu Gitonga Mugambi kumtaka kuangazia madai kwamba maafisa wa huduma ya misitu KFS wanahusika katika shughuli za ukataji miti kinyume cha sheria kote nchini. Kamati ya mazingira katika bunge la kitaifa ilimwalika katibu wa idara ya misitu Gitonga Mugambi kufafanua madai kwamba maafisa wa huduma ya misitu KFS wamekuwa wakisimamia shughuli haramu ya ukataji miti kote nchini. It's so unfortunate that tunaona tu wamesimama lakini wanaokota pesa na kutia mifukoni. Every morning wako hapo na wanaingia kwa shift forest officers. Mahali makaa inatoka pale Gogoni barabarani iko gari ya forest iko hapo kila siku kila wakati. Huku akikiri kumekuwa na ukataji miti kinyume cha sheria, katibu huyo alipendekeza mageuzi kwenye sheria za misitu ili kulainisha ushirikiano baina ya ngazi zote mbili za serikali katika kudhibiti misitu ya kibinafsi na maeneo ambayo hajachapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali kuwa misitu. When we are talking about the gazetted forest, we have full mandate. But where it is not in gazetted forest, then we have to work through support, what I would say support of the county. And sometimes, Honorable Chair, it is not easy. Mugambi pia alitaja ufadhili duni aliosema unaathiri mpango wa upanzi miti bilioni 15 kufikia mwaka 2030, na akatoa wito kwa wabunge kupiga jeki mpango huo kupitia hazina ya ustawi wa maeneo bunge NGCDF, pendekezo ambalo wabunge hawakuridhia. For me to do 15 billion trees, we require 600 billion. 600 billion. If you look at, for example, how much we have gotten this year, is actually a drop in the ocean. The members of parliament, those CDF, can assist us, can support us. As we support them, we together move forward. Could you speak about your money, not the CDF money? Because I understand the discussions around climate change, around this effort is high. Why is it that it cannot attract enough funding so that you don't look like a burden to the implementers? Na wataalamu wa meno katika kaunti ya Nairobi waliandamana kushinikiza kubatilishwa kwa mwongozo uliochapishwa na baraza la madaktari na wataalamu wa meno humu nchini KMPDC kuhusu utendakazi. Wataalamu hao wamelishtumu baraza hilo kwa kuchapisha vigezo vinavyohimiza utoaji huduma za meno bila kuzingatia mafunzo yafaayo, hatua ambayo inahujumu uadilifu wa tasnia hiyo. Wataalamu wa meno waliandamana jijini Nairobi wakiwa wamebeba mabango, huku wakiimba nyimbo, wakipiga milundi hadi afisi za baraza la madaktari, wanafamasia na wataalamu wa meno KMPDC, kuwasilisha malalamishi yao wakitaka kubatilishwa mara moja kwa mwongozo kuhusu utendakazi katika sekta hiyo uliochapishwa mwezi Februari mwaka huu. We are demanding a published scope of practice that is
cognizant of the training that is happening in the country. We do not want oral health providers who are out there in an island because they're not recognized. They're practicing without recognition. But we are saying that they need to do what they have been trained to do. If you have not been trained to do something, kindly allow those ones who have been trained to do it. Maafisa wa chama cha wataalamu hao wa meno walielezea kwamba agizo la mahakama lililotolewa liliagiza baraza la KMPDC kufutilia mbali mwongozo huo, ila baraza hilo lilikaidi uamuzi huo. Body that is trusted to watch on the public interest has decided to relegate on their matters, in that now they are exposing members of the public to harm, because I cannot give anybody a license to become a doctor when they are not doctors in real sense. We have reminded them since 2021, we have reminded them again in 2022, we have reminded them again recently, and they have continued to do the same things over and over. Wataalamu hao walitoa wito wa kuvunjiliwa mbali kwa baraza la KMPDC, wakisema kuwa limeshindwa kuwajibikia usalama wa umma pamoja na maadili ya kitaaluma. Wakati huo huo, baadhi ya wauguzi wanaohudumu chini ya mpango wa afya kwa wote UHC kutoka kaunti za Meru, Murang'a, Tharaka Nithi, Embu na Kirinyaga waliandamana kwa amani mjini Meru, wakitaka kuishinikiza serikali ya kitaifa kupitia baraza la magavana kuajiri kwa kandarasi za kudumu. Waliwasilisha malalamishi yao kwa mkuu wa wafanyikazi wa serikali ya kaunti ya Meru, Julius Mbijiwe. Tukiachana na hayo ya madaktari wa afya ya meno, tuangazie kuhusu walimu wa sekondari ama shule za sekondari, ambapo wakuu 465 wa shule za sekondari katika kaunti ya Kitui wamekamilisha mafunzo ya siku 3 kuhusu mtaala wa umilisi maarufu CBC. Mafunzo hayo yaliandaliwa katika shule za sekondari za wasichana za Mulango na Muthale, yanakusudiwa kuwasaidia wakuu wa shule kuelewa mtaala mpya wanapojiandaa kwa mpito wa wanafunzi wa sekondari msingi hadi sekondari mwaka ujao. Taarifa hii na nyinginezo ni kwenye mseto wa kaunti. Walimu wakuu katika eneo hilo kwa jumla walihimizwa kutoa mwongozo wa mpito muhimu kwa kukuza mara kwa mara uwezo wao. We have trained 465 senior principals. It is in preparation for transition to grade 10. The same training is going on in 3 cohorts throughout the country, all the 47 counties. Senior principals will be trained. Na katika kaunti ya Isiolo, wahanga wa historia za dhulma za ardhi wametoa wito kwa tume ya kitaifa ya ardhi NLC kuharakisha mchakato wa kusikiliza malalamishi yao katika juhudi za kurejesha ardhi za mababu wao. Community wanasema walikuwa wanaishi hapo zamani, lakini unakuta kwamba ile mahali imekuwa gazetted na si pali kidogo. Wanasema ni kama pengine ni 62,000 acres. Vijana wetu ambao wanalinda maisha yetu, tumesema mahali wameweka fence yao saa hii wakae hapo. Kwingineko, zaidi ya wakazi 25,000 kwenye wadi ya Emso katika eneo la Kerio Valley wamenufaika na mradi wa maji uliogharimu shilingi milioni 350 unaonuiwa kushughulikia tatizo la uhaba wa maji sehemu hiyo. It is up to every living human to do something around where they are to make sure we do vegetation, we enhance a growth of vegetation, forestation, all that, and the impact of desertification. We make sure we change our own environment. Hatimaye serikali ya kaunti ya Nakuru inatarajiwa kuzindua mwongozo mpya wa sera unaodhamiria kupunguza idadi ya kandarasi za kitaifa ambazo mwanakandarasi anaweza kuwasilisha maombi kwa wakati mmoja. Hatua hiyo inadhamiriwa kukomesha ucheleweshaji unaosababishwa na wanakandarasi wanaozidisha uwezo wao. We are responsible and accountable to the public. Once we have done our bit as a government by onboarding a contractor and making sure that we make the financial payments as required based on attainment of the necessary milestones, we are not going to allow a situation where certain contractors still cannot perform because they have spread themselves too thin by taking more jobs than they can absorb. Kwenye safu ya biashara ni kwamba waziri wa habari, mawasiliano na uchumi dijitali William Kabogo ametoa wito kwa serikali za kaunti kujumuisha elimu dijitali katika ajenda za maendeleo. Kabogo amesema hili linaweza kuafikiwa kupitia ushirikiano ukiwemo ubia kati ya serikali za binafsi na umma pamoja na washirika wa maendeleo. Zifuatazo ni taarifa za biashara katika kitengo cha kapu la biashara.
Katika juhudi za kutekeleza mpango wa kitaifa wa elimu ya kidijitali, serikali imetoa mafunzo kwa wakufunzi zaidi ya 75,000 katika shule za umma. Matarajio ya serikali ni kwamba mafunzo hayo yataongeza viwango vya ujuzi wa kidijitali miongoni mwa Wakenya kuanzia umri mdogo, huku mito ikisheheni ya ushirikishaji kuanzia ngazi ya wadi. We want to roll out new programs that are coming in, which we will partner with a lot of people. We want to offer within the next year, in addition to other programs on data link. But the specific ones for cyber, we are looking to have at least 10. Kwingineko, kampuni ya D-World imetangaza mipango ya kupanua shughuli zake barani Afrika kwa kutumia afisi zake zilizofunguliwa nchini Kenya hivi majuzi kama njia ya kupenya barani humu. Meneja wa kampuni hiyo katika eneo la Mashariki ya Kati na bara Afrika, Pamesh Venkateswaran, amesema nia ya kampuni hiyo ni kukuza ujuzi kupitia ushirikiano na chuo cha mafunzo anuwai cha DePaul pamoja na asasi nyingine ili kufanikisha shughuli zake. We are really excited about the opportunity and the potential of Kenya, but also East Africa. So DeWalt is a very old brand from 1924, is based out of the US and has been very successful across Middle East and parts of Africa. Mwishowe, wavumbuzi chipukizi wanapaswa kupewa vifaa wanavyohitaji ili kufanikisha mageuzi ya kidijitali. Mwandalizi wa kongamano kuhusu uongozi wa kiteknolojia barani Afrika, Brian Mungei, amesema mazingira mwafaka na ufadhili ni nguzo muhimu ya kupiga jeki ustawi wa kiuchumi wa bara hili. Washiriki wa kongamano hilo walijadili mikakati ya kuziba mwanya uliopo wa kidijitali barani Afrika, kuimarisha mfumo wa kifedha ya kidijitali na kupanua uunganishaji interneti. I think as most of us know, at a place where Africa will have an opportunity that a bigger percentage of our population is youthful, and we are at the early stages of growing into our fourth industrial revolution. And what we are saying is, I know the country, specifically Kenya, is driving digital superhighway. Chezoni ni kwamba timu za Harambee Starlets na Junior ziliwasili nyumbani baada ya kucheza mechi za kirafiki za kimataifa. Harambee Starlets ilikuwa nchini Cote d'Ivoire, ilhali Junior Starlets iliwasili kutoka Morocco. Timu ya taifa ya wasichana ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 Junior Starlets ilikamilisha mechi zake za kirafiki nchini Morocco kwa ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Morocco kwenye mechi yao ya kirafiki iliyochezwa Jumatatu iliyopita katika uwanja wa Mohammed VI Sports Complex. Ushindi huo ulijiri siku kadhaa baada ya kutoka sare kwa kufungana bao 1-1 kwenye mechi ya kwanza iliyochezwa juma lililopita. Mshambulizi Elizabeth Ochaka alifunga bao kwenye mechi hizo mbili. Michelle Waithera pia alifunga bao kwenye mechi ya pili kabla ya Ochaka kufunga bao la pili. We had a good experience as a team. It was a great build-up match for our team to see where we are, just to get to the match fitness and also to look at areas to improve. So it has given us confidence to play against Cameroon. It has also given us areas to work on now that we are in Kenya. Harambee Starlets kwa upande wao ilikamilisha kipindi chao cha mechi za kirafiki za kimataifa kwa kucheza mechi mbili dhidi ya Ivory Coast jijini Abidjan, ikijiandaa kucheza mechi ya kufuzu kwa kombe la wanawake barani Afrika mwaka 2026. I personally requested for Ivory Coast or Senegal because they're the same kind of people with Gambia, so we wanted to experience how they play. We know that they are an edge higher than Gambia, but we still needed that experience. There's a big gap, technical, tactical gap between us and Ivory Coast. No wonder they are highly ranked, and we picked a lot of lessons from it. Timu hiyo ilipoteza mechi hizo mbili mabao 2-0. Kocha wa timu hiyo Beldin Odemba ameelezea umuhimu wa mechi za kirafiki za hadhi ya juu katika kuiboresha timu hiyo na kutumia sehemu zinazohitaji kuboreshwa, ikijiandaa kwa raundi ya mwisho ya mechi za kufuzu kwa kombe la bara Afrika dhidi ya Gambia mwezi Oktoba. Na makala ya mwaka huu ya tuzo za mwanaspoti bora wa mwaka Soya zinazotarajiwa kuandaliwa Aprili 16 katika ukumbi wa KICC
yamepokea udhamini wa shilingi milioni 1 kutoka kwa Safaricom. Kinara wa kamati ya kitaifa ya Olimpiki ya Kenya na mwanzilishi wa soya Dr. Paul Tergat alisema kuwa udhamini wa muda mrefu wa Safaricom umechangia pakubwa katika kuboresha soya. Looking in terms of what we have achieved, also in terms of motivating our young and upcoming sportsmen. So this time, soya is around the corner in a week's time. On 16th in Nairobi, we are going to celebrate Soya Awards, the 21st edition. And then we are looking forward also to celebrate our women athletes. For the first time, our women athletes, even the last Olympic Games, they did so well, unlike many other years. So our women, they are coming up strongly, and they are asserting their weight in the right place now, in terms of being the top within the country and also globally. They are doing very well. Na mtazamaji, 1 dakika imekatika ndani ya saa 1 asubuhi hii ya leo. Shukran kwa kuweza kuandamana nasi kuanzia mwanzo wa taarifa hizi tulizokuandalia hadi sasa napotia kikomo, lakini upande wa pili wa studio na mwana mwenzangu Rashid Mwamkondo tayari keshachukua nafasi yake katika kitengo cha mambo bayana, ikiwa hii leo atakuwa na mgeni wake Daktari David Kimingi, mkurugenzi wa muasisi Prife Wellness. Swala kuu litakalokuwa linazungumziwa ni kuhusu usafi wa maji na mkurupuko wa magonjwa, na imani ya kwamba hili ni swala ambalo ungependa kulifahamu zaidi ama kulielewa kwa undani. Lakini kutoka kwangu Kamchemenza, niruhusu nikuage ukiwa unafanya miadi na Mwamkondo. Mimi naondoka studioni, tufanye hivi tena Ijumaa ijayo. Masalamu.